malengo yetu ya kongamano ni nini? Kama tulivyosema ni kongamano la 9, na kwa kawaida lengo letu kubwa ni kwamba ni kuwakutanisha wataalamu, watafiti, watumiaji wa lugha na wajasiriamali na watu wengine ili tukutane pamoja kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na lugha. Na tunafahamu kwamba lugha ya Kiswahili kama zilivyo lugha nyingine ya Kiingereza, Kifaransa, Kihispania na Kireno ni lugha ambayo kwa sasa imejikita katika masuala ya kiuchumi na mawasiliano na teknolojia. Na licha ya kujikita kwenye masuala ya kiuchumi na teknolojia, kimekuwa na watumiaji wengi sasa. Na lugha yenyewe ya Kiswahili imekuwa kama lugha ya 7 au lugha ya 10 kwa mujibu wa takwimu za haraka. Kwa hiyo lengo ni kuwakutanisha wale wataalamu tuweze kuona wao lugha wanaitumiaje katika nchi zao, wanaiandikiaje katika vitabu vyao, wanaitumiaje katika matangazo yao ya habari. Na tunajua kwamba Kiswahili kinatumika sasa hivi katika idhaa nyingine kubwa za kimataifa za utangazaji. Kwa hiyo tukikutana pamoja huwa tunajaribu kupata zile fikira chanya za namna gani Kiswahili kinakuwa kipana, na hali kadhalika lengo jingine ni kuweza kujua changamoto za lugha ya Kiswahili katika maeneo mengine ambako inatumika. Na tunajua kwamba inatumika na ilisanifiwa mwaka 1930 ambapo mpango wa usanifishaji haujafanyika tena. Na kuna manunguniko, malalamiko na fikra hizi kwamba vipi Kiswahili kiandikwe, vipi Kiswahili kitamkwe kwenye maneno yake, sarufi ya lugha iweje. Kwa hiyo haya yote yanatufanya tuandae hili kongamano hili ili tuweze kujadiliana kwa pamoja, tuone ni kwa namna gani kutoka tangu mwaka 1930 Kiswahili kimeweza kubadilika na kimeweza kutumika na watu mbalimbali na kinakumbwa na changamoto gani. Kwa hiyo lengo ni kuweza kufikiria na kutathmini mikakati mipya kwa mujibu wa sayansi na teknolojia. Ndugu Amr, wewe ni mratibu wa BAKIZA. Sasa kuna watu watakuwa wanajiuliza mnawezaje kuwakusanya watu kutoka mataifa mbalimbali? Hebu tueleze hili. Asante sana. BAKIZA ina uzoefu kidogo kuhusiana na makongamano haya. Na vipi tunaweza kuwakusanya watu? Ni kwamba kuna njia mbalimbali ambazo tunazitumia. BAKIZA ina ushirikiano na taasisi nyingine. Kwa mfano ndani ya nchi kuna ushirikiano na taasisi nyingine za kiserikali. Kwa hiyo watumishi wa serikali na watu wengine wa taasisi za umma huwa tunatumia barua kuwaalika rasmi, na tunawaalika kabla ili waweze kupanga mambo yao vizuri na waweze kuhudhuria kongamano hili. Na njia nyingine ambayo tunaitumia ni kutoa matangazo kupitia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram, YouTube na mitandao mingine, ambapo tunaandaa vielelezo au vidokezo vya mabango vile vya kuweza kuwatangazia watu kuhusiana na kongamano, umuhimu wa kongamano. Vidokezo hivi na mabango haya yanaonesha mada ambazo zitajadiliwa, kwa mfano mada ya lugha ya alama, nukta nundu, fasihi na uchumi, teknolojia. Kwa hiyo tunatumia njia hizi za mabango. Na njia nyingine ni kama hizi za kuhudhuria katika vipindi vyenu kama hivi vya televisheni pamoja na redio ili kuwajulisha washiriki na watu wengine. Na huwa tunafahamu kwamba huwa kuna makongamano mengine ya nchi nyingine, na njia nyingine ya kuwapata washiriki ni kwamba ni kukwepa zile tarehe za makongamano mengine ili kuwafanya washiriki waweze kushiriki katika kongamano hili. Kuna makongamano mengine yanafanyika Uganda, Kenya na nchi nyingine huko duniani. Kwa hiyo namna moja ni hiyo, ni kwamba ni kukwepa zile tarehe ambazo kunafanyika yale makongamano mengine na kuifanya tarehe ya kongamano letu iwe peke yake ambayo inajitegemea na kuwapa watu fursa nzuri ya kuweza kushiriki katika kongamano letu. Inaonyesha BAKIZA amejenga uhusiano mzuri kwenye kimataifa niseme, kwa sababu kama wageni wanaweza kushiriki katika makongamano haya ndani ya nchi yetu. Na je, upande wenu nafasi yenu kuja kushiriki makongamano mengine ambayo yanafanyika huko Uganda, Kenya na mataifa mengine?
Bila shaka kama taasisi taasisi nitarudi na wewe. Naona una hamu ya kuzungumza nataka kuhusiana na hilo. hilo. Tumalize na ndugu wangu kwanza. Sawa. Kama taasisi Bakiza kama taasisi ni ambayo imeanzishwa tangu mwaka 1983 katika sheria ya mwaka 83, alafu ikaja sheria ya mwaka 2004. Kwa hiyo kutoka tangu mwaka huo, bila shaka katika sheria zake za Bakiza kuna vipengele ambavyo vinaiwezesha Bakiza kuweza kushirikiana na watu wengine. Kuna vipengele vya mikataba ambavyo tunaweza mkaingia na vyuo vikuu vingine vya nje na hali kadhalika. Kwa kuwa Kiswahili kilichosanifishwa ni Kiunguja mjini, masuala ya kihistoria mingi wanatambua, mataifa ya nje yanatambua Zanzibar kwamba ndio Kiswahili kinakotokea na ndio asili yake. Na inajulikana kwamba Bakiza ndiye msimamizi mkuu wa lugha ya Kiswahili kwa Zanzibar. Kwa hiyo kutokana na sababu hizo, Bakiza imekuwa ikitambulikana sehemu nyingine duniani ikiwemo vyuo vikuu na nchi nyingine. Na tumekuwa tukihudhuria makongamano na mikutano mikubwa ile, kwa mfano kongamano la Cuba na makongamano ya usanifishaji ambayo yanaitishwa. Kwa hiyo tumeweza kujenga ushirikiano pia na vyuo vikuu vingine ambavyo tumejaribu kujadiliana namna tunavyoweza kushirikiana katika programu mbalimbali za kiutafiti na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Na namna nyingine ni kwamba kuna vyama vya Kiswahili ambavyo vipo Tanzania, alafu vipo vingine Afrika Mashariki na kwingineko Afrika. Tunatumai kwamba mwezi huu tutahudhuria kongamano la Chaukidu ambapo litafanyika Kenya katika chuo kikuu cha Kibabii. Kwa hiyo haya yote yanatufanya tuwe na uzoefu na ushirikiano na watu wengine ambao tunabadilishana mawazo na fikra katika kukuza Kiswahili na kuendeleza programu mbalimbali za lugha ya Kiswahili. Jambo zuri. Nirudi kwako sasa mwenyekiti, uweze kuchangia hapo kidogo, ongeze nyama. Nafikiri kama alivyoeleza mwenzangu hapo kwamba kongamano Bakiza ina mtandao, tuseme mtandao mpana, mtandao mrefu mpana kabisa, na kwa kweli ni miongoni mwa kazi zake muhimu kwamba kujenga ushirikiano na kusaidiana na taasisi zote ambazo zina lengo la kukuza na kueneza Kiswahili duniani ndani na nje ya nchi. Kwa hivyo lazima ilitumikie vizuri jukumu hili. Kwa hivyo hii ni moja ya jukumu kubwa la Bakiza, ambapo panapotokea makongamano, panapotokea mafunzo, panapotokea semina ama mjadala mbalimbali kuhusu Kiswahili, ni lazima Bakiza ishiriki kwa namna moja ama nyingine. Ndio. Hata kama haikuweza kufika moja kwa moja, kwa nini japo mwakilishi mmoja wawili wanafika, lakini vile vile hata kwa njia ya kimtandao siku hizi ile kama kuna Zoom na nini, basi Bakiza lazima itashiriki. Labda ikose mwaliko, lakini ikipata mwaliko lazima itashiriki, na si labda kukosa mwaliko wa sehemu yote ile. Kwa hivyo hapo inashiriki moja kwa moja. Lakini vile vile Bakiza wamejiunga takriban katika makundi yote yanayozungumza Kiswahili, yanayojadili yani maendeleo ya Kiswahili. Kwa hivyo Bakiza wamo katika makundi hayo. Kwa hivyo kupitia makundi hayo ya kijamii, mitandao hiyo ya kijamii kama WhatsApp, pengine kama tuna tovuti yetu Bakiza, vile vile inarusha matangazo, inaonyesha mambo mbalimbali ambayo wanafanya Bakiza. Kwa hivyo kupitia maeneo hayo Bakiza inapata kujitawanya zaidi na inapata kujulikana zaidi, na tunapata ushiriki mkubwa kupitia makundi hayo. Ndio. Na tunaona nirudi kwa ndugu Amur. Moja kwa moja mimi nakukamata wewe kwa sababu wewe ndio mratibu. Ndio nakukamata wewe, na mwenyekiti atachangia kwenye masuala yake muhimu. Lakini tunaona kwamba wanaoshiriki katika makongamano yenu mara nyingi huwa wanapendelea kurudi tena. Wakishiriki mara ya kwanza basi anataka arudi tena ili aone labda kuna mambo gani ambayo huwa mnayaweka yanayofanya kuwavutia watu katika makongamano yenu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kitu gani kinawavutia sana washiriki ni kwamba lazima tuendane na mabadiliko ya ulimwengu ulivyo. Na kwa kuwa tunasimamia lugha, tunafuatilia sana mabadiliko ya ulimwengu, hasa katika tasnia ya lugha na mambo mengine. Kitu ambacho kinawezesha, kwa sababu kongamano letu linakuwa na mambo makuu manne.
Hilo jambo la msingi la kwanza, kwa nini wanakuwa wanapenda kuhudhuria. Jambo la kwanza ni uwasilishaji wa makala. Hilo jambo la kwanza la msingi. Alafu jambo la pili ni ziara ya kiutalii. Jambo la tatu ni usiku wa Mswahili. Tuna usiku wa Mswahili. Na jambo la nne inakuwa ni maonesho ya vitabu na wajasiriamali. Kwa hiyo mambo haya makuu manne yanakuwa yanawashawishi sana washiriki kuweza kuja kushirikiana nasi. Na katika jambo la kwanza ambalo nimelitaja la uwasilishaji wa makala, kama nilivyokuambia, lazima tufuatilie Kiswahili kinavyoendelea duniani kote. Na katika uwasilishaji huu wa makala huwa kuna mada ndogo ndogo ambazo washiriki wanakuwa wanaziandikia makala zao kwa ajili ya kuziwasilisha pale na kupata michango. Kwa hiyo katika uwasilishaji huu huwa kuna wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wakati mwingine hawawezi kuhitimu mpaka wawe wamechapisha makala kwenye majarida yao. Kwa hiyo jambo la msingi la kwanza ambalo linawavutia ni hilo, kwamba wanaleta makala zao na waweza kuwasilisha pale, wakapatiwa machango na kuweza kuziwasilisha makala zile kwetu. Na jambo jingine la muhimu ni kwamba baada ya kuwasilishwa kwa makala na kufanyiwa uchambuzi na kupata ile michango, tunachapisha jarida maalumu la kongamano. Tunachapisha jarida la kongamano na makala hizi zinakuwa zimo katika jarida hilo. Kwa hiyo zinawapa fursa hawa wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanahitaji kuhitimu kuweza kuingiza makala zao mule. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi ambalo linasaidia kwa namna moja au nyingine. Na jambo la pili ambalo nimelitaja ni kuhusu maonyesho ya wajasiriamali pamoja na vitabu. Tunajua waandishi wanaandika kila siku, takriban kila mwaka huwa kuna vitabu vipya ambavyo vitahitajika vioneshwe katika makongamano. Kwa hiyo hili linakuwa linawavutia sana pia na wao kuja kuonesha vitabu vyao, si kuonesha tu bali hata kuvitangaza nchi nyingine na kuweza kuuza na kujipatia kipato. Kwa hiyo hili ni jambo jingine ambalo linawavutia na kuweza kuja, kwa sababu unakuwa kuna waandishi wapya ambao wanaleta vitabu vyao na kutangaza mambo yao mengine, na si kutangaza vitabu vyao, pia kutangaza taasisi zao ambazo zinakuja pale, mambo gani wanaweza kufanya, huduma zao wanazotoa. Kwa hiyo wanapata fursa pia kutangaza taasisi zao. Na kwenye usiku wa Mswahili ambao unafanyika usiku, ni baada ya pirika za kutwa nzima zile za makala na mambo mengine. Hapa napo kuna mambo ya kiutamaduni baada ya siku ya kutwa nzima ya watu kuhangaika huku na huku na hayo mambo. Kuna usiku wa Mswahili, tunaonyesha ukarimu wenu wa Zanzibar. Tunaonyesha ule ukarimu wetu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo usiku huu huwa ni unajumuisha mambo mengi ya kiutamaduni. Kwa hiyo licha ya kongamano kwamba kunakuwa na mijadala mchana, lakini lengo lake jingine ambalo linavutia watu pia ni kuonesha yale mambo ya kiutamaduni, yakiwemo vyakula, burudani zetu za asili, ukiwemo mambo ya vyakula vya kiutamaduni. Hapo kwenye usiku kunakuwa na vyakula vya kiutamaduni tu, hakuna vyakula vya kizungu. Vyakula vya kiutamaduni, watu wanapata kuona mavazi ya kiutamaduni yanakuwepo hapo. Kwa hiyo tunapata kuyarithisha kwa watu wengine, naweza kuyaona. Kwa hiyo hili jambo jingine ambalo linawavutia watu na kuweza kuhudhuria katika kongamano hili. Na jambo jingine la nne ni ziara ya kiutalii kama tulivyoeleza mwanzoni. Siku ya pili yake kutakuwa na maazimio ya kongamano lenyewe, alafu kutakuwa na ziara ya kiutalii. Na kama tulivyoeleza kwamba licha ya kongamano hili kwamba linakuwa na mijadala ya kitaaluma, lakini lina jukumu pia ya kuitangaza nchi ya Zanzibar pamoja na utamaduni wake. Kwa hiyo tutatembelea Manga Pwani pamoja na Bumbwini, huko ndio tutatembea Zanzibar, maeneo ya karibu, alafu baadaye tutakwenda kupata historia ya maeneo mengine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanawavutia sana washiriki na kuwafanya waweze kuhudhuria katika kongamano letu.